Kwa hiyo msisahau kwamba nyinyi ni watu ambao, sehemu ya watu ambao walikuwa wanaamini katika haki na mabadiliko ya taifa hili walipoteza maisha yao hapa. Kwa hiyo ni lazima mtambue kwamba ardhi yenu ni ardhi iliyobeba damu za watu ambao historia ya taifa hili itawakumbuka. Kwa haraka niseme dakika mbili tu. Jambo la kwanza, ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema msingi wa mamlaka kwenye taifa ni wananchi. Nyinyi watu wa Nyororo, kwa sheria na taratibu za uchaguzi tulizonazo kwenye taifa hili, haziwapi haki, haziwapi uhuru, haziwapi nafasi ya nyinyi kuchagua viongozi wenu. Ndio maana mpaka nimefika kwenye jimbo lenu, mimi binafsi simjui hata mbunge wenu anaitwa nani. Na hata akienda bungeni akipewa nafasi ya kuzungumza chochote, anamshukuru sana rais kuliko hata anavyomshukuru Mungu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu anaamini rais ndio aliyempa nafasi. Anaamini rais ndio aliyemfanya yeye awe mbunge, ila sio nyie. Chadema tumesema kusipokuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Kwa watu wa Nyororo ni lazima mtambue, vijana wa Nyororo mna wajibu wa kuhakikisha mwaka huu tunakuwepo na mabadiliko ya sheria, na yasipokuwepo kusiwepo na uchaguzi. Jambo la mwisho, sisi vijana wa taifa hili, na nyie wazazi wangu wa Nyororo mnafahamu, mnajibana sana kuhakikisha mnapeleka vijana wenu shule. Vijana wanaenda shule, wanasoma mpaka vyuo vikuu, lakini ajira hakuna. Sisi kule kwetu wazee wetu walifikia kiwango wanatuambia vijana, yani tuliuza ng'ombe kupeleka ng'ombe nyingine shule, kwa sababu mnaenda shule mnarudi tena hamna kazi, tunaanza tena sisi wazazi wenu kuwatunza. Hakuna kazi kwa sababu tunayo serikali ambayo haitimizi wajibu wake, haiwaandalii vijana ajira. Cha ajabu wanachotuambia, juzi nilimsikia waziri mkuu anasema vijana hamna ujuzi, mmemaliza degree mnatakiwa kupelekwa VETA. Sasa mimi namuuliza Majaliwa, wewe kuwa waziri mkuu wa Tanzania ulienda VETA gani? Vijana iungeni mkono Chadema kuhakikisha tunawajibisha hawa viongozi wa CCM ili tuweze kupata ajira kwenye taifa letu, kwa sababu taifa letu limebarikiwa sana. Na washukuruni sana, siku nyingine Bavicha tutarudi, tusimalize muda wa makamu mwenyekiti wetu wa chama kuzungumza. Nisiwe muda mwingi, tumkaribishe makamu mwenyekiti wa chama chetu kuzungumza. Na kabla makamu mwenyekiti hajazungumza, naomba nitumie fursa hii kumkaribisha mzee wetu aliyekuwa katibu mkuu wa chama chetu Dr. Wilbrod Slaa aweze kuzungumza na nyinyi watu wa Nyororo, na baadaye kumkaribisha makamu mwenyekiti wetu wa chama. Dr. Slaa, karibu sana mzee wetu, uzungumze na watu wako wa Nyororo. Asante. Nyororo oye! Nyororo oye! Ndugu zangu wananchi wa Nyororo, siwezi kufika hapa bila kutoa heshima kwa ndugu yangu Mwangosi. Naomba kwa sekunde moja tu tumweke kwenye maombi yetu. Tuweke roho ya marehemu mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Amen. Ndugu zangu, dakika 5 kabla ya timu yetu kutoka pale Iringa kuja Nyororo, sikuwa najua ni kitu gani kinaendelea,